timu unajua kabisa. Salamu kambini bana, tunawahi kambini. Wa alaikum salam. Habari za asubuhi. Salama, habari za kwako? Safi. Mmerejea Dar es Salaam mara baada ya mchezo jana wa ngao ya jamii kiashiria ufunguzi wa ligi kuu soka Tanzania bara. Hamkufanikiwa kubeba ngao ya jamii kwa mara nyingine tena mbele ya mtani wenu. Tuambie namna ambavyo mchezo ulikuwa, lakini pia imekuwa tofauti, pengine matarajio yenu hayakwenda vile ambavyo mlitarajia. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tumerejea salama Dar es Salaam mara baada ya mchezo wetu wa jana ngao ya jamii. Hatukupata tulichokitarajia kwa maana ya matokeo ya ushindi, lakini hatuna wa kumlaumu wala hatuna cha kujilaumu. Badala yake tuna cha kujifunza na kujipanga kuelekea safari yetu inayoendelea. Si matokeo mazuri kwa maandalizi tuliyofanya na si matokeo mazuri ya kupoteza dhidi ya mpinzani wako namba moja katika nchi, lakini hatuna budi kuyapokea matokeo hayo. Haijalishi yanaumiza kiasi gani, haijalishi yanakera kiasi gani, lakini hatuna option nyingine zaidi ya kuyapokea. Tulijiandaa kushinda na timu ya kushinda tunayo, lakini haijakuwa hivyo. Na ukiangalia mchezo wa jana sio kama tumefungwa kwa kutawaliwa ama kwa kuzidiwa ama kwa kuonewa. Tumefungwa tukiwa kwenye kiwango bora cha ushindani. Tuliweza kushindana, tuliweza kupambana. Makosa machache ambayo tumeyafanya ndiyo ambayo yametugharimu. Tuliweza kukamata mchezo kwenye wakati wake, lakini wakati tumeukamata mchezo hatukuweza kutumia nafasi hiyo kupata bao. Ni sawa na mtu ukiwa na hela alafu ukashindwa kujenga nyumba ama ukashindwa kuwekeza, alafu baadaye zile hela zinaisha, unabaki kuwa apecha lolo. Ndicho ambacho Simba ilikuwa. Tuliweza kuutawala mchezo, tuliweza kumpelekea pumzi ya moto mpinzani wetu, lakini kwenye nyakati hizo ambazo tulikuwa kwenye ubora wetu hatukuweza kupata bao. Hiyo ndio tofauti. Baadaye game ikageuka, mpinzani wetu akaja kwenye ubora wake na yeye na akafanikiwa kupata nafasi ya bao na mechi ikawa imeishia hapo. Tunaweza tukawa na mengi ya kuzungumza sisi mashabiki, tunaweza tukawa na sababu milioni za kukosoa timu yetu, lakini yote hiyo haitasaidia jambo. Jambo la msingi ni kwamba tukubali ya kwamba tumepoteza. Mpinzani ambaye ametufunga jana, msimu uliopita tumemfunga mechi mbili, tumetoka sare mechi moja. Kwa hiyo unaweza ukaona ni kwamba mpinzani wetu na yeye amepambana msimu huu kuja kufuta uteja. Niwaombe mashabiki wa Simba tukubaliane na hali hiyo, kama ambavyo wenyewe vile vile walikubaliana na hali hiyo baada ya Simba kumfunga katika mechi mbili. Sasa tunajipanga kuelekea katika mechi rasmi za ligi kuu ya NBC. Hilo kwangu mimi ndio naona ndio jambo muhimu. Maoni waliotoa na wanayoendelea kutoa tumeona. Lawama wanazotoa na wanazoendelea kutoa tumezisikia na wana haki ya kufanya hivyo, na maoni waliotoa, mapendekezo waliotoa, yote tumeyasikia. Yale ambayo yanawahusu viongozi wetu wanaanza kuyafanyia kazi kuanzia baada ile mechi kumalizika. Yale ambayo yanahusiana na technical bench wameanza kuyafanyia kazi maoni yote ya mashabiki ambayo ni chanya kuelekea katika mechi inayokuja. Kwa sasa timu imerejea. Kesho tunarejea tena katika uwanja wa mazoezi. Tutafanya mazoezi kesho tarehe 14, tarehe 15 Mwenyezi Mungu akijalia itakuwa ni safari ya kuelekea Kagera Bukoba kwenda kucheza na Kagera Sugar. Mimi kwangu hili ndio jambo muhimu zaidi. Ngao ya jamii tuliyoipoteza ni one night stand, ni mechi moja ambayo ukishapoteza haina athari kubwa huko mbele, lakini kwenye ligi kuu ukishapoteza mechi moja maana yake umeshatengeneza gap la alama 3
ama gap la alama 2. Sasa kila mwana Simba atazame mechi, atazame macho mbele, aone kipi tufanye hivi sasa. Tulaumiane, tushikane uchawi, tushikane mashati, ama kila mwana Simba aangalie namna gani tunakwenda kuikabili Kagera Sugar na tupate matokeo mazuri. Mimi option nzuri zaidi ambayo tunapaswa kuifuata hivi sasa ni kufanya maandalizi makubwa kuelekea kwenye mechi yetu dhidi ya Kagera Sugar. Mechi dhidi ya Kagera Sugar ina impact kwenye msimamo wa ligi. Ukipoteza mechi ya ligi, ukipata sare, inaathiri msimamo wa ligi, na hatuko tayari kuona tunaharibu msimamo wa ligi mwanzoni kabisa mwa msimu. Kwa hiyo tusahau haya yaliyopita, wahusika wote wanafahamu kitu gani cha kufanya. Viongozi, kama kuna eneo la usajili linatakiwa lifanyiwe usajili, kuanzia jana michakato imeanza, unakwenda kufanyika huo usajili kwa ajili ya kuongeza nguvu kwenye timu yetu. Kwenye eneo la kiufundi, kama kuna sehemu ya kiufundi inatakiwa kuongezewa maarifa ili timu iweze kurejea katika ubora wake, inakwenda kufanyika hiyo kuanzia kwenye uwanja wa mazoezi. Kwa hiyo wahusika wote maono wameyasikia na wanafanyia kazi. Mkiwa mnaelekea kwenye mechi za ligi kuu soka Tanzania bara, mnaanzia ugenini dhidi ya Kagera, lakini mtakuwa na mechi 3 mkoani. Mtakuja dhidi ya Pamba, kisha Singida. Kampeni ya Simba kutoka kwenye mechi hizo 3 za mwanzo, zote zikiwa za ugenini, na hapo ndipo ambapo tunalazimika sasa kurejea kwenye chungu kimoja cha nguvu moja na kuzitazama hizi mechi 3. Kama unahisi kupoteza ngao ya jamii imetuchanganya, lakini nikuhakikishie tukipoteza mechi hizi 3 za ligi kuu ndio tutachanganyikiwa zaidi. Sasa tusiruhusu tukachanganyikiwa zaidi. We still have a chance ya kurejesha heshima ya Simba. Tunazo mechi 3 ngumu kweli kweli. Tarehe 16 dhidi ya Kagera Sugar ni mechi ngumu. Licha ya kwamba wamepanda daraja msimu huu, lakini haiondoi ukweli ya kwamba tumekuwa tukipata wakati mgumu sana tukicheza pale Kaitaba, lakini tunacheza na Kagera Sugar iliyokuwa bora, kwa maana ya kwamba imeweza kufanya usajili mkubwa wa wachezaji wazuri. Tukitoka hapo tuna Pamba. Kila mmoja anakumbuka msimu uliopita miongoni mwa timu ambazo zimechangia kutunyima ubingwa ni pamoja na Pamba. Tukitoka hapo tunakwenda kucheza na Singida. Hiyo haihitaji maelezo, kila mwana Simba anaelewa Singida ni timu ya aina gani. Sasa ukiangalia mechi hizi 3 ambazo ziko mbele yetu, unaona kabisa hatuna muda wa kulaumiana, hatuna muda wa kutafuta mchawi, hatuna muda wa kuanza kujiuguza kwa nini tumefungwa. Muda tuliokuwa nao ni maandalizi ya kwenda kucheza hizi mechi, na ukiangalia ni back to back, baada ya siku 2 mechi, baada ya siku 3 mechi, na mechi zenyewe ni jiwe kweli kweli. Sasa hatuna muda wa kulaumiana, na nafahamu mashabiki wa Simba wana mengi ya kuzungumza na mengi wameshazungumza na bado wataendelea kuzungumza, lakini yote hayo hayana tija kwa hivi sasa. Chenye tija ni viongozi kufanya marekebisho pale ambapo panahitajika kufanyika marekebisho, benchi la ufundi kuongeza ubora wa timu yao, na mashabiki tujikite kwenye kuipambania Simba yetu kwenye hizi mechi 3 za away za ligi kuu ya NBC. Shukrani sana. Baadaye.